So ladies and gentlemen, kuna maajabu ambayo ni moja ya maajabu ya nchi ya Kenya ambayo yako ndani ya international airport, yani airport kama uwanja wa ndege wa kusafiria ambao unajulikana kimataifa, ambapo kunaye mmoja wetu ambaye alikuwa yasafiri kutoka nchi ya Qatar ambaye alikuwa anaelekea zake kule Kenya ndani ya Mombasa, lakini kitu ambacho alipatana nacho pale airport ndio kitu ambacho kimenifanya mimi leo nije hapa ili tuweze kukiongelea kwa pamoja. Kiukweli kama tunavyojua kuna visanga vingi sana hapo vinafanyika, especially kwa airport zetu za Kenya, si ya Nairobi wala si ya Mombasa, pale ambapo wanachunguza mabagi, wanachunguza vitu vipya, wanachunguza masimu, wanachunguza vile vitu ambavyo vibeba kutoka ile nchi ambayo umetoka, wanakutoanisha ushuru, wengine wanakuwekea bags X, wanafanya vitu vya hali ya juu. Lakini sasa hii ambayo nakuletea ni tofauti kabisa, ni si ya kawaida. So what happened to this guy ambaye alikuwa anasafiri na Ethiopia Airlines kutoka jijini Qatar? Alifika zake Ethiopia ambapo ni Addis Ababa pale, na akaketi kwa kipindi cha masaa 8 kulingana mwenyewe, ambapo alikuwa amechoka sana kinoma mwenyewe ananiambia, japo kwamba ile Ethiopia Airlines pale ndani ya Addis Ababa iliprovidea chakula, lakini bado vile vile pia yeye mwenyewe alikuwa hana ile nguvu ya kwamba ile safari ilikuwa soft that way. Kwa sababu gani? Alikuwa ana uchovu wa kufika nyumbani. You can just imagine traveling to your home country kutoka ile nchi ambayo uko for almost 3 days, uko juu haujafika pale ambapo ulikuwa atakwenda. So huyu jamaa alipofika zake Moi, that is Moi International Airport ambayo iko ndani ya Mombasa, punde tu alipofika hivi uko kwenye queue, mwenyewe anasema kwenye ile line, ile queue ambao anapaswa aende akafanya nini, aende akaonyeshe passport yake pale, igongwe muhuri kuonyesha kwamba ameingia zake Kenya, aonyeshe fingerprints zake pale, picha. There is where problem came. Now jamaa ananiambia stima ilikata pale, yani stima ilikata from nowhere, electricity went off. Na tatizo kubwa pia hakukuwa hata na generator. Generator ile ambayo ilikuwa ni kama backup, yani ili kwa sababu kama stima zimekata basi kuna generator ambayo itanguruma at least ikuwe backup, because that is an international thing. Na anaambia alipofika tu hivi pale Mombasa International Airport ama Moi International Airport ambayo ni airport ya Mombasa, ambayo ni bonga moja la airport ambalo ndani ya Kenya tukizungumzia two international airport ambazo zinajulikana dunia nzima ni ya Mombasa na Nairobi. Ndege mbili zilikuwa zimeingia at the same time, ama zilikuwa zimepishana na madakika kidogo, ambapo ni ndege ambayo imetoka Ujerumani, German, that is Frankfurt wenyewe wanasema, na ndege nyingine ilikuwa imetoka Addis Ababa, ambapo ndio ndege ilikuwa imepeleka watu kutoka Qatar na nchi zingine, ambao wote walipata pale, walipata Addis Ababa ambao walikuwa wanaingia Kenya. Na walipofika tu hivi wako kwenye line ambayo kuna international queue, kuna domestic queue, kuna something like that, nafikiri naelewa. Walipofika kwenye ile line tu hivi, kitu ambacho walipata pale kwenye line ndio kitu mlikuwa tunashangaza. What is it? Stima zilikata immediately. Na stima zilipokata hakuna hata emergency. Yani unajua kuna ile emergency backup ya kama generator ingurumishwe. Emergency light ambazo zile zile taa za green za kuonyesha exit peke yake. Wengine giza totoro. Na unajua ile ni saa 11 jioni. Sasa ile machine ambayo inatumika kutoa mizigo kule ambako imepakuliwa na ndege, imepakuliwa na watu kutoka kwenye ndege, ambao lazima mashine itumike kufanya nini, kuleta mizigo hivi, haiko inafanya kazi. In a way that wale vijana ambao wanafanya kazi airport walilazimika kubeba mabagi ya watu, wanabeba mabagi hivi, wanabeba. You can just imagine. Sasa wanabeba kwambia ndege, German this place, Addis Ababa this place, German. So wanachukua mabagi yale Addis Ababa wanayabwaga hapa. Mabagi ya kutoka German. You can just imagine. Mimi niliangalia hivi kwenye ile video nilitumiwa, I was like, is this what is happening to our international airport? Hii ni airport ambayo it's an international, si airport ya mchezo, no. Hii ni airport ambayo inajulikana kote duniani. Ni airport ambayo watu wengi wanaifuatilia, ni airport ambayo watu wengi wanaitumia. Lakini sasa unaona, yani okay, the good thing part of it pia, yule jamaa ambaye alisafiri, kitu ambacho aliniambia, the good thing part of it bro, kwenye hizi ndege zote mbili hakuna hata mtu mmoja ambaye alisimamishwa kuangaliwa mizigo yake, because kuna ile machine ambayo ni kama scanning machine ama screening machine, ambapo wewe unaweka mzigo wako pale, unapita pale katikati, unaochukua on the other side. Ndio pale wanaangalia kama umebeba madawa kulevya, kama umebeba vitu vipya, kama umebeba kitu ambacho hakiruhusiwi kuingia ndani ya nchi ya Kenya. They swear they are checking all those properties. Ndio mwisho wa siku kwambia hii bagi yako itabidi uifungue kwa sababu kuna hivi na hivi na hivi hairuhusiwi kwa hapa ndani. Na kama kuna vitu vyote viko sahihi, yani vyote, watakwambia no issue, you can take your bag and move on. Lakini sasa hiyo time ile screen yenyewe, ile machine yenyewe, it was not working.
The machine was not working in a way that sasa ukipita pale wanaipitisha kiujanja na kuonyesha tu wanaishughuli, wanaiangalia, lakini there's nothing happening. Na kila mtu akatoka na bagi yake hiyo siku, kila mtu akatoka na mabagi yake. So the same scenario ambayo tulikuwa tuko nayo tunajiuliza zamani ya kwamba how come nchi ya Kenya mtu anaweza kapita na madawa ya kulevya yasionekane airport, lakini akifika airport nyingine, sehemu nyingine, yale madawa yaende yakaonekane kwenye ile bagi, ambapo ile bagi ile ndio imepitia kwenye international airport, ambapo tunajua wazi kabisa airport zote za Kenya hizi mbili kubwa ambazo tunazijua, lazima kabla hujapanda ndege wa screen mzigo wako, uhakikisha kwamba ule mzigo uko sahihi. Vipi leo kutapita madawa ya kulevya kwenye international airport ya Kenya yasijulikane, yende akajulikane nchi nyingine tofauti? What are we doing? What is our work? Kazi yetu ya usalama ni gani? Because you are expecting wale watu ambao wanafanya kazi za usalama ndani ya nchi ya Kenya pale airport wako very tight, kwa sababu there is where vitu vingi vinapitishwa pale, ndo masilaha yanapitishwa pale, ndo madawa ya kulevya yanapitishwa. Ni aibu gani sahihi mtu leo apatikane yuko salama nchini ya Kenya, ndege ipite pale salama, akifika let's say like Saudi Arabia, akifika kama Doha, akifika kama Mumbai huko, akifika kule sijui tunahitaji ile nchi, yule msichana anakashikwa kutoka kunyongwa, enda kapatikane kuna madawa kwenye bagi yameshikwa. What does it mean? Inaonekana wazi kabisa kwamba nchi ya Kenya usalama wake kwenye airport uko chini. Na kama usalama wake kwenye airport uko chini, basi ni watu rahisi ama ni watu ambao tunaweza tukavamiwa at any time, at any given time. So ladies and gentlemen, I saw that video baada kwamba stima zimekata pale Moi International Airport, ambapo ni airport ya Mombasa hii, na hakukuwa na backup yoyote, na hivyo basi nafikiri lile shirika ambalo linahusika na usafiri wa angani nchini Kenya wafanye vile ambavyo inapaswa, kwa sababu the same things we used to see Larry Mudoa pia akitufanyia alipokuwa Nairobi, ambapo ile airport ya Nairobi ilikuwa inavuja maji. In a way that jamaa kila kifika pale lazima afanye recording zake, record asambaze kwa mitandao. Mwisho wa siku wale ambao wanahusika wa airport kuhusiana na masuala kama haya walichangamka, na airport ya Nairobi sasa imekuwa at least better. Si better vile ambavyo tunatarajia iko kama hata Tanzania. Tanzania tunawadharau kila wakati, tunasema hawa wako down, lakini airport yao it's shining. Airport ya Tanzania tusidanganyane, it's one of the best airport in East Africa, naweza nikasema hivyo, kwa sababu wale wamejenga wenyewe, tofauti na Kagame. Kwa Kagame Rwanda, it's a big airport and it's nice airport, lakini tujue wazi kabisa pale kuna mkono wa Mkatara na pale kuna 50-50. Kagame anakula 50, Mkatara pia anakula 50. Lakini sasa international airport kama ya Kenya ni yetu peke yake, ya Tanzania ni yao peke yake. So unaona kuna a certain advantage, na kunavyo vitu vya kujivunia, na kunavyo vitu vile ambavyo unajua kabisa hivi sipaswi kujivunia hata kimoja. So it is what it is guys. Nataka comment yako hapo chini, uniambie, je, ni sahihi hizi airport zikiachiliwa? Na je, hizi airport zinaashiria ile zinaashiria yani uzuri wa serikali, ama airport zipo kwa sababu hata wale ambao walikuwa wanaongoza serikali hapo awali waliacha zile airport zikiwa vile mbovu. It is what it is guys. This is KG Chipande. Please make sure you subscribe, like and share this video. Till next time guys.